Bao la asubuhi, na sisi watu wa bao la asubuhi kazi yetu ni moja bwana, haijalishi popote kokote tunakupa zile za kimichezo bwana. Weekend hii imenogeshwa sana na michezo iliyowakutanisha pia watani wa jadi wa Simba na Yanga na timu nyingine. Mechi ile ya Yanga, lakini pia kuna mechi ya Simba ya jana ambayo aliondoka na ushindi mnono wa mabao 3. Iko na Lutengano bwana, ni aje bwana. Fresh Kabisa. Poa. Bwana, ukiambiwa toa wachezaji wako wawili wawanie man of the match ya mechi ya jana ya Simba, unachagua nani? Wachezaji wawili nitamchagua Mpanzu pamoja na Rushain, na sababu ni kwamba ukiondoa performance ya mchezaji mmoja mmoja, kuna wale wachezaji ambao huwa wanaathiri mchezo moja kwa moja. Rushain jana aliathiri mchezo moja kwa moja kwa sababu ya kile ambacho alikionyesha, kwa maana ya kwamba kwenye issue ya ulinzi, ukiangalia jana Simba kuna namna fulani walikuwa wanacheza vizuri, lakini kuna muda walikuwa wanaonekana kuna sehemu ambayo inaelemewa. Mfano kwenye kuanzisha mpira, ukiwa timu ikiwa inaanzisha mpira wale TRA wakitengeneza mstari wa ulinzi kwenye kuwakaba, kwenye kuplace kwenye eneo lao la chini, Kagoma alikuwa anaonekana sio mtu ambaye ana uwezo wa kukaa na mpira mguuni. Kwa hiyo walikuwa wanalazimika kurudisha mipira nyuma kwa golikipa, alafu golikipa acheze kwa mbeki wake wa pembeni, kwa maana ya Tule pamoja na Rushain, mpira uondoke kwenye eneo lao la chini. Sasa mipira mingi Rushain ndo alikuwa anaiamua kuianzisha, kuiondoa. Lakini pia angalia Ramadhan Chobwedo alisumbua sana ubavu wa kushoto wa Simba. Nixon Kibabage alikuwa anazidiwa kwa sababu kuna muda anapandisha timu juu, alafu mpira ukipigwa mrefu kushuka chini anajikuta hayupo kwenye eneo lake la asili. Kwa hiyo Rushain alikuwa anasogea kwenye ile mbavu, anaenda kucheza naye. Utakumbuka kuna moja alifukuzana na Chobwedo mpaka mwisho, Chobwedo anapiga cross, hakuna mtu ndani. Utakumbuka ya pili ile alicheza dhidi ya nadhani Chewe kama sikosei, alicheza naye hadi mwisho, akaenda kapiga tackling, mpira ukatoka nje, bado akabakia na mpira. Kwa hiyo ni mtu ambaye aliwathiri mchezo moja kwa moja. Kwa hiyo sikushtushwa namna ambavyo alipewa man of the match jana. Lakini Mpanzu performance yake ni kama muendelezo, ameingia dakika chache, anajaribu kupiga cross ya kwanza, mpira ukawa blocked, alipiga shuti jingine, mpira ukababatiza mtu kaenda nje, mpira wa tatu anakuja kujaribu kupiga cross ambayo ilipewa mpira wa kona, anamimina ndani, inajazwa na kichwa na Yusuf Kagoma, goli la 3 linapatikana. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao unaona kabisa kwenye kikosi cha Simba wana back to back, performance yao inakuwa ni ya muendelezo. Na utakumbuka mechi dhidi ya Pamba Jiji alihusika kwenye goli, mechi dhidi ya Singida alihusika kwenye goli, mechi ya kombe la shirikisho alihusika kwenye goli. Kwa na mfululizo wa takriban michezo 4-5 anakuwa na performance bora kama hiyo ambayo alionekana. Eli Kibisawala huenda sasa ndo amerudi kwenye ubora wake, au ubora wake umechochewa na ongezeko la wachezaji wengine kama kina Ura, huenda uwepo kina Ura, kina Gay, huenda umechochea Mpanzu kurejea. Inawezekana ikawa ni sababu, kwa sababu unazungumza kwamba anatokea nje na kuna Gay ambaye anafanya vizuri kwenye kikosi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anampa yani maswali mengi kwamba hapa nikizembea na maana nakosa nafasi moja kwa moja. Lakini pia mimi naamini Mpanzu alikuwa na performance hiyo ya kila siku, kwa sababu ukizungumza kabla ya hapo amekuwa anatokea nje hata kabla ya wao kuendelea kuwa na hiki ambacho anakifanya. Lakini utakumbuka sio yeye tu, kuna baadhi ya wachezaji wengi ambao performance zao zimekuwa naingia toka kwa hivi kipindi cha karibuni. Wakati tupo kwenye radio nilitolea mfano, Mayele amepitia hichi kipindi, unacheza muda mrefu au ufungi au utengenezi nafasi, lakini bado unaonekana kuna kitu unakihitaji. Angalia kina Maxi hao tunawazungumza, angalia Prince Dube ameishi muda mrefu hapa hajafunga goli hata moja, haja assist. Kina Okelo ametoka huko anakuja hapa, bado performance yao ni ingia toka. Kwa hiyo mimi ninachokiamini ni kwamba kuna kipindi tu mchezaji anapitia, kuna muda ambao mchezaji anahitaji kitu cha ziada kwenye kikosi, na ndio maana timu zinaajiri hao watu wa saikolojia, zinaajiri kina nani kwenye hiki kipindi ambacho mchezaji unamuona ana nguvu, anakula vizuri, ana mazoezi hapo vizuri, vipimo vya kiafya yuko vizuri, lakini bado haperform. Nini ambacho shida? Kocha wake anamuelekezi, unashangaa kocha anamuelekeza na anamuelewa, lakini kuna hicho kisaikolojia imekaa vibaya tu. Wa saikolojia wale wanahusika kwenye kuwatengeneza wachezaji. Kwa hiyo mimi siamini stories za kwamba Mpanzu anacheza vibaya ili aende Yanga, Mpanzu sijui anacheza vibaya ili afanye nini. Wewe lini na lini mchezaji akawa anacheza vibaya ili aende timu nyingine? Ni mara chache sana. Yaani kwanza sikumbuki timu nyingine, timu gani anataka mchezaji anacheza vibaya. Yaani leo eti Mpanzu akae acheze vibaya ili Yanga imsajili. Hiyo ni uongo tu. Ni watu ambao mara nyingi sana tunaita wachambuzi, mtu anajitafutia followers, unaongea title ambayo mtu akisikia tu anashtuka, ameongelea anataka kwenda Yanga, kwa lazima mtu atafurahia kwamba Yanga nini na nini. Kwa hiyo issue zipo kama hivi. Pamoja na Simba kuonesha kwamba kuna kitu kimeongezeka kwenye timu yao, hata ushindi wanaopata, namna ushindi wanavyoupata, wanavyoutawala mchezo, ni kitu gani ambacho bado ni mapungufu ya mnyama wanapaswa kuyashughulikia? Mapungufu ni kwenye eneo la ulinzi la kiungo.
kwa issue ya Kagoma, mimi nadhani watu inawezekana wanaangalia sawa mpira, lakini waiangalie Simba ikiwa inafanyiwa pressing kwenye eneo lao la ulinzi. Simba imekuwa inakosa options za kuisogeza timu, kuipandisha timu kwenda juu, Yusuf Kagoma akiwa na mpira. Na ndio maana ukiangalia Simba mara nyingi sana Simba haiwezi ikacheza na single, yani ikacheza na Kagoma peke yake, alafu kawakuta kina Chama hapo kule juu nini na nini. Yani utakuta Simba inacheza lakini bado inamhitaji Chama ashuke chini kuja kuchukua mpira, inamhitaji Alassane Kante ashuke chini kuja kuchukua mpira, ndio Maema ashuke kuja kuchukua mpira. Lakini Yusuf Kagoma angekuwa na uwezo wa kukaa na mpira walau sekunde 30, kudribble mpira, kuondoka kutoka chini, anaondoka na mpira kwenda juu, ingekuwa inawasaidia Simba kidogo kwenda na counter. Unajua sasa hivi utanikumbusha lini Simba imefunga goli la counter attack kutoka ligi imeanza? Utatafuta sana goli la counter attack kwa Simba. Lakini utakuwa unaangalia pia Simba, lini Simba umeiona Simba imesogea kutoka kwenye eneo lao la chini ikaenda juu ikafaidika na numerical advantage ya kwake peke yake bila kumtegemea mshindani wake? Ni mara chache sana. Mara nyingi sana unamkuta Simba anaondoka kwenye eneo lake la chini, anaondoka na mpinzani kwa sababu mpira unalazimika kutembea kwa watu wengi. Unatoka kwa Kagoma, Kagoma anampa Kante, Kante ndo anaondoa. Au unatoka Kagoma unaenda kwa Chama, Chama anaondoka. Tofauti na Duke Abuya. Duke Abuya anaweza katoka na mpira chini, pasi moja tu ikavunja mpaka kwenye eneo la juu. Yanga ukakuta watu wapo Yanga wengi kuliko wapinzani. Muangalie hata Fei, muangalie Mudathiri, wanafanya hivyo vitu. Yaani mpira mmoja tu unampiga mtu anaondoka na mpira. Kwa hiyo issue ya Simba sasa hivi wanachohangaika, nadhani ni kwenye eneo lao la ulinzi, kiungo wa ulinzi. Yusuf Kagoma anahitaji kuboresha sana mguu wake, awe na uwezo wa kukaa na mpira mguuni, itawasaidia sana Simba kwenye kusogeza timu juu. Rais wa kipindi tunakatakata